Kwa upande wa wanawake, Simba dhidi ya Yanga, mnyama anapoteza kwa siku hii ya leo. Ulikuwa ni mchezo aina gani hasa? Tuanzie hapo. Kwanza ni mchezo ambao ukuwa na kipengele chochote. Hujasikia habari za mabouncer, hujasikia habari za mbuzi, sio wazee. Ni mechi ambayo imekuwa na utulivu mkubwa kwa maana nje ya uwanja, lakini namna gani ambavyo tumezitazama dakika 90 kwa timu zote mbili. Kitu ambacho nimekiona kwa Simba bado ni timu kubwa mbele ya Young Africans. Hususan kipindi cha kwanza. Simba kipindi cha kwanza amemiliki mpira, lakini alikosa utulivu wa kuweza kuthibitisha hiyo level ya kwamba yeye ni mkubwa. Ametengeneza nafasi nyingi sana, lakini uzuri wa Simba hivi sasa imekomaa kwenye namna ya kiuchezaji, ni tofauti na Young Africans. Na ndio maana hata kabla dakika 45 kipindi cha kwanza kijatamatika, tayari kocha wa Young Africans kwa maana Yanga Princess alishawaamsha wachezaji wawili waingie, lakini baadaye akawasimamisha kabla ya kipindi cha kwanza kutamatika. Lakini tumekuja kipindi cha pili, kitu ambacho nimekiona ni namna ambavyo kocha Edna Lema ameweza kufanya substitution ambazo zimekuja kuwa na manufaa kwa upande wake. Utulivu wa kutosha kwenye mazingira ambayo alikuwa anakutana na Simba. Simba muda mwingi amecheza mpira, lakini kitu pekee ambacho nimekipenda kwa Yanga Princess ni uimara wa kuweza kuzuia hiyo mianya ambayo ingewafanya Simba waweze kupata matokeo chanya. Wamecheza mpira muda mwingi kwenye eneo lao, lakini uwezo ama utulivu wa kutosha kwenye namna ya kuzuia mpira, lakini baada ya kupata bao uliona namna ambayo waliongeza utulivu kwenye maeneo yao ya kiulinzi, lakini namna ambavyo walikuwa wanatoka kwa malengo. Kuna wakati ulikuwa unaona wanatoka lakini hawajisahau majukumu yao kama wachezaji. Kwa Simba utawaraumu kutokana na makosa ambayo amekuwa nayo, hususan kipindi cha kwanza ametengeneza nafasi nyingi sana, lakini wakashindwa kuweza kudhibitisha daraja la ubora walionao kwa maana mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri mechi imeenda kuamuliwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja, lakini utulivu kwenye mazingira tatanishi, kwa maana pale ambapo una mpira kitu gani ambacho unakifanya? Nini ambacho unakifanya ukiwa una mpira? Yanga walikuwa nakupa hiyo end product kwenye vipindi vyote. Kipindi cha kwanza walijua Simba atakuja kwa tempo ya hali ya juu kutaka kushambulia wapate matokeo, lakini walichokifanya ni kuziba zile mianya ambayo ingewafanya Simba waweze kupata matokeo. Kipindi cha pili wanarudi kipindi cha kwanza tu, yani kwa maana kipindi cha pili dakika za mwanzoni wakaweza kupata bao. Baada ya kupata bao unaona ile hali ya kujiamini tayari ilikuwa ni kubwa kwa upande wao. Sasa walichokuwa nakifanya ni kuwaonyesha kwamba Simba bado tuna wachezaji ambao wanaweza kupishana na nyie na bado mkashindwa kufanya kile ambacho mmekuwa mkikifanya. Kwa hiyo kwa Simba nafikiri walikuwa na nyakati nzuri, lakini Yanga Princess walikuwa na nyakati nzuri zaidi. Unafikiri Simba kutokupata bao katika kipindi cha kwanza, kujiamini kwao zaidi ndio kulisababisha hali hiyo? Kwanza kilichowafanya washinde kupata bao ni kushindwa kutumia zile nafasi ambazo walikuwa nazo kwa maana ya utulivu. Wamefika mara nyingi kwenye lango la Yanga, lakini utulivu wa kuweza kudhibitisha tunaweza kuwafunga magoli kwenye mazingira yote wakashindwa kufanya hivyo. Baada ya hapo unatazama Yanga waliendelea kuimarika, lakini muda mwingi wakiwa na kuonyesha kwamba tumekuja kukuheshimu Simba ni wakubwa, lakini bado kwa aina wachezaji ambao tuko nao tunaweza tukaimili pressure ya Simba na bado tukapata tunachokihitaji. Wanaenda kipindi cha kwanza wakiwa hawajapoteza ama hawajafungwa bao. Wanarudi kipindi cha pili, sababu za haraka haraka, Simba wakiwa bado wanatafakari namna gani ya kupenya kwenye ngome ya kwa maana Yanga Princess tayari wakawa wamefungwa bao. Wakati ambao unawaza kusawazisha ndio wakati ambao mwenzako anawaza aidha kuongeza bao lingine ama kuendelea kulilinda lile. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri utayari wa wachezaji wa Yanga Princess umewafanya kwenye mechi ya leo kuibuka kama timu ya kwanza kulingana na nyakati ambazo wamekuwa nazo, kwa sababu kwa hivi karibuni Simba ndio wamekuwa na tawara soka la wanawake, lakini kwa namna ambavyo unamtazama Yanga Princess anavyocheza hivi sasa unajiuliza tayari Simba kuna namna anaanza kupoteza ule ufalme wake kutokana na mazingira ambayo anakumbana nayo, kwa maana Yanga ameshaanza kusettle standard ya kwamba yeye mbali na kuwa anafanya vizuri kwenye timu ya wakubwa kwa maana wanaume, bado pia anaweza kufanya mazuri kwenye timu ya wanawake, na ndio maana haikuwa bahati mbaya kuweza kutoa taji ambalo ametoka kulipata. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Yanga amemalika kwa hivi sasa, na nafikiri hii ndio ligi, kwa maana ushindani unapaswa kuwa hivyo, kwa maana utegemei kuona mpinzani mmoja akiwa labda anashinda mechi mfululizo ama kwenye kila mataji ambayo anashindania yeye ndo anaibuka kama timu ya kwanza, lakini unapaswa kuona ushindani ambao uliopo.
wana aina ya wachezaji wazuri sana Young Africans ambao nimewatazama. Hata goli ambalo limefungwa linahitaji utayari wa mchezaji kwenye namna ya kujua kwamba ni nyakati gani ambazo napaswa kudhibitisha mimi ni mchezaji wa level gani. Ameweza kutumia ukubwa na experience alionayo kuweza kuadhibu Simba. Kwa hiyo kuna namna ambapo ukitazama Simba wamecheza kwa muda mrefu, idadi kubwa ya wachezaji wao bado wako pale pale, lakini wanaulizwa maswali magumu na wachezaji ambao wengi wao wako kwa mara ya kwanza wakiwa timu ya Yanga Princess, lakini wameshinda kuyajibu. Kwa hiyo ni wapongeze Yanga Princess na kocha, approach ambayo aliingia nayo nimependa, na namna ambavyo ameweza kuishi kwenye kila alichokihitaji na matokeo ambayo ameyavuna baada ya kuishi kwenye kila alichokihitaji. Yusufu, tukibakia hapo katika mpira wetu wa ligi kuu Tanzania bara, siku ya jana tuliweza kushuhudia Haji Sande Manara akitoa mtazamo wake kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na Young Africans pamoja na TFF. Kwako busara zako ziko wapi kwa hicho ambacho kinaendelea kwa sasa? Mtazamo wako ni upi? Kwangu mimi binafsi namuelewa Haji Manara na waelewa TFF, na kila mmoja atakayezungumza kuhusu hili binafsi namuelewa, kwa sababu kuna namna ambavyo kila mtu anafikiri na anahisi kila anachokiongea ni sawa, lakini ukija kwenye namna ambayo ukitazama tukio lenyewe, binafsi ukiwatazama TFF, Simba wenyewe, Young Africans, kwangu wote wana makosa, kwa sababu kwa kile ambacho kilitokea, kwanza walipaswa kutumia zaidi busara, kwa sababu tayari wote walikuwa na makosa. Walipaswa kutumia busara ya kukaa na kuangalia wapi ambapo wamekosea na kitu gani ambacho wanaweza kukifanya ambacho kinaweza ikawa na manufaa kwa upande wao. Yanga sehemu ambayo ameshikilia ni kuhitaji alama 3 kutokana na kanuni ambazo zilivyo, lakini ukija kuwauliza swali tu kwamba tunaamini alama 3 zinatolewa baada ya marefali kuhusika kwenye mchezo, kwa maana hapo uwanjani, lakini pia hata kamishina wa mchezo na viongozi wengine kuhusika na kuonyesha kwamba kwa kuwa wahusika ama wapinzani ambao mpaswa kucheza nao hawajawasili, basi mpira umeisha na mnapaswa kunufaika na 1, 2, 3 kama ambavyo ilitokea kwenye mechi dhidi ya National na Zamalek, kwa sababu marefali tayari walikuwepo uwanjani, lakini kwa Yanga hawakuwepo. Lakini ukirudi kwa TFF, wanapopishana na Young Africans hadi kufika saa 6, saa 5, kupitia afisa habari wa TFF Kalimbo Imanda alithibitisha kwamba mechi iko pale pale na watu waendelee kununua tiketi, waendelee kuingia uwanjani, sio? Maana yake kama mamlaka sisi tunasikiliza Kalimbo Imanda kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanahusika kwenye lile shirikisho la TFF. Kwa hiyo sisi tunasikiliza kile anachokisema kiongozi wa TFF, sio? Inatokea hata hivi sasa kinachozungumzwa na Yanga, angalia amezungumza Elisasi, amezungumza Alishaban Kamwe, amezungumza Alafat Haji. Sisi tutayabeba yale ambayo ameyazungumza, kwa sababu tunaamini ni sehemu ya familia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanashare mawazo ama wanashare kile ambacho kinakuja kwa adhla, sio? Kwa hiyo kama TFF kwa upande wao walipaswa kushikilia mpini uko pale pale, kwa maana mechi iko pale pale, and then Simba ndo apinge hiyo kauli ya kutokwenda uwanjani ili ndo Yanga aweze kunufaika. Lakini Simba sio kama walikimbia mechi, Simba walitishia kukimbia mechi, lakini mamlaka tayari wakawa wamethibitisha kwamba mechi haitakuwepo. Kwa hiyo tayari Simba nao wakaishi kwenye kile ambacho kilitoka kwa TFF. Inawezekana Simba kwa kauli ambayo walitoa kwamba hatutokuja kwenye mechi, kwa maana hatutoseka kwenye mechi, na bado TFF akaendelea kushikilia kwamba mechi iko pale pale. Sasa hapa hata Young Africans akiwa na dai alama 3 na goli 3 unamuelewa, kwa sababu tayari mamlaka ilishasimamia mechi iko pale pale na Simba hawakutokea. Na naamini hata ingekuwa hivyo basi Simba angeweza kutokea, singe kuisusa mechi. Kwa hiyo kwa hapa ambapo wamefikia, nafikiri sheria na kanuni zifuatwe, kwa sababu hatutaki kuendesha mpira wetu kwa kujuana. Hatutaki kufikia kwenye hii hatua ambayo tuko hivi sasa, aidha kwa kuonyeshana mamlaka kwamba wewe ni nani, mimi ni nani, basi mnaendelea kusuguana, tutofikia mwafaka. Kikubwa ni kuangalia nini ambacho kilitokea, nini ambacho tunapaswa kukirekebisha na wapi ambapo tunaenda. Kwa kule ambako tumetoka, of course utamtaja kiongozi ambaye amehusika kwa 100% ama 89.9.9 kulifikisha soka letu hapa tulipo hivi sasa, ni Wallace Karia, na amethibitisha kwa mdomo wake. Nikimsikia anasema katika timu ambayo imenufaika na uongozi wake ni Young Africans. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hizi timu zinanufaika aidha kwa kutofuata kanuni ama kwa kufuata kanuni, lakini
ukija kwenye viongozi ambao wamehusika kwa asilimia kubwa sana kuipusha ligi yetu na kufikia kwenye hii hatua ambayo tuko hivi sasa, huwezi kumwacha kumtaja Wallace Karia. Kwa hiyo inabidi tuheshimu kile ambacho kimetengenezwa na hapa tulipofikia, tuache migogoro ambayo haina ulazima kwa sababu itaturudisha nyuma kimaendeleo. Kwa hivi sasa kila mtu atazungumza lake, lakini nafikiri kama Young Africans sisemi wakubali kwa sababu labda ya kutumia busara, lakini kama kanuni na wataka kama inaonyesha kwamba wao wana makosa, basi ni vizuri wakakubali na dabi ikachezwa, kwa sababu kwangu mimi sioni kama kuna kitu ambacho kimeharibika hadi hivi sasa. Kwa hiyo nafikiri kanuni itumike, lakini pia hata ukiangalia Yanga hivi sasa wameenda kasi, sio? Na kwa kanuni ama sheria ambazo zinasema swala ambalo tayari linapaswa kupelekwa kasi ni lile ambalo tayari linahusisha aidha bodi ya ligi, kwa maana wao kwa wao kushindwa kufikia makubaliano na wao ndo wanapaswa kupeleka malalamiko kasi. Lakini kwa hiki ambacho kipo hivi sasa bado msuguano utaendelea kuona baina ya Yanga na TFF. Wakati huo ambaye alisababisha haya yote iko kimya. Yeye ameposti moja tu kwamba hatutahusika kwenye mechi na hadi leo iko hivi. Kwa hiyo binafsi nafikiri kanuni ifuatwe. Kama Simba ndo mwenye makosa, basi anapaswa kuhukumiwa kulingana na makosa ambayo ameyafanya, ama kama Yanga ndo mwenye makosa, basi wanapaswa kuhukumiwa kulingana na makosa ambayo wameyafanya. Japokuwa kwa upande wangu ukiniuliza yupi ambaye ana makosa, binafsi nitakwambia wote, kwa maana Yanga, Simba na TFF. Shukrani sana Yusuf. Asante.